Wa elimu Julius Migos amebaini kuwa ufadhili wa elimu ya juu utabadilishwa kuhakikisha kuwa mahitaji ya kila mwanafunzi yanaangaziwa kupitia mfumo huo wa ufadhili, akisema kuwa mifumo ya ufadhili iliyopita imekumbwa na changamoto na kuacha vyuo vikuu katika deni kubwa. Migos amesema kuwa mswada wa mfumo huo upo mbele ya bunge la kitaifa. Ni taarifa ambayo mwanahabari wetu Mary Kyalo anatuarifu zaidi. Ufadhili wa elimu ya juu umekuwa ukikumbwa na changamoto si haba, baadhi ya vyuo vikuu vikisalia na deni kubwa. Ufadhili uliozinduliwa mwaka wa 2023 na ambao umekuwa ukifuatilia mfumo wa mean testing ambao unafadhili mwanafunzi kulingana na mapato ya mzazi umekumbwa na changamoto ambazo zilikumba mifumo mingine iliyokuwa awali. We then introduced a model known as the student-centered model, which was introduced in 2023 by this government. That model had something called the means testing instrument. The means testing instrument was testing parents instead of students. In other words, the question was asked, what is the capacity of this parent to support the funding of their children in university? Sasa waziri wa elimu Julius Migos ameweka wazi kuwa mfumo huo wa ufadhili utatupiliwa mbali na kuwa serikali itakuwa ikifadhili wanafunzi wa vyuo vikuu kulingana na taaluma anayotaka kufanya wakati anajiunga na chuo, akisema kuwa tayari mswada huo umefikishwa katika bunge kwa mjadala. We've changed that thinking and said, let us fund the future of the student. In other words, we are now going to fund an engineer instead of the peasant farmer. And with that tweak, we are now able to get stakeholders and our partners who are crowding in and putting in resources enough to fund each and every student who is entering our tertiary institutions fully. Mbunge wa Manyata Gitonga Mukunji ameunga mkono ufadhili huu ambao unaenda kupitishwa, akisema kuwa ni sharti serikali kuzingatia elimu ya kitaifa. I welcome the conversation on looking at how we can have a 100% transition to the universities. But we must have a conversation and ensure that we don't leave our kids that are, it's really hard to get a job in this country with a huge debt that is actually going to start earning interest and they may not be able to pay it in future. We must have that conversation. And as we discuss, because I know there is a bill coming in the National Assembly on matters to do with university learning, we will be very, very keen to ensure that balance is given a very good balance. Mary Kyalo, makala ya elimu na undugu.